utofautishe mabadiliko ya tabia nchi ambayo mtu anayekusikiliza sasa hivi akiwa Mlole yanamuathiri, ama akiwa Katubuka, ama akiwa mahali popote pale hapa Kigoma, yanayogusa maisha yetu ya kila siku hapa kwetu kisayansi na kitaalamu, kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanatokana na kwamba na uzalishaji uliokithiri wa ile hewa ya ukaa ambayo itaenda angani na kuharibu ule utando wa ozone, ambao ule utando unazuia sisi huku binadamu tusipate mionzi ile mikubwa ya jua ya moja kwa moja. Kwa hiyo ule utando unazuia, kwa hiyo tunapata mionzi ambayo ni ya kawaida. Sasa kwa sababu ya uharibifu, kwa sababu ya maendeleo ya viwanda, uzalishaji wa hewa ya ukaa angani umekuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo mpaka ikapelekea kuanza kutoboa na kuiharibu ile utando, ile blanketi ya ozone. Kwa hiyo tunapata mionzi ya moja kwa moja. Tukipata mionzi ya moja kwa moja, joto duniani linapanda na limeshapanda. Likipanda joto, tunapata madhara ya mvua zisizokuwa na ratiba maalum, tunapata mafuriko ya kutosha kabisa. Mvua inanyesha hatari. Inanyesha hatari. Lakini kama umelima, unashangaa ulichokilima kinapitiwa. Miaka iliyopita pengine ulikuwa unalima unavuna vizuri, lakini kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi joto linakuwa jingi, kwa hiyo hata mazao yanakauka. Lakini pia hiyo mvua inayotokana na mabadiliko ya tabia nchi inakuwa haina ratiba maalum. Kama mvua kwa mkoa wetu wa Kigoma zilikuwa zinaanza mwezi wa 10, zinaweza zikaanza hata mwezi wa 12, wa 11. Kwa unakuta pia maisha yetu yanateteleka. Unashangaa sasa hivi kiangazi kuna mvua inanyesha. Unashangaa sasa hizi kiangazi unakuta mvua inamwagika. Hayo ndiyo madhara ambayo tunayopata. Okay. Sasa kwa mtu wa kawaida, sisi kumbuka asilimia karibia 80-90 unategemea kilimo. Na kilimo chetu sio kilimo kama cha watu wa nchi zilizoendelea cha umwagiliaji. Kilimo chetu kinategemea mvua. Sasa kumbuka kuna mabadiliko ya tabia nchi, kuna ratiba za mvua zisizoeleweka, alafu wewe umeshakalili na kilimo chako cha kusubiria mvua itakuja. Haiji. Ikija inakuja na madhara. Mvua nyingi inaleta mafuriko, mahindi, maharage yote yanachukuliwa na maji. Hiyo ndio shida pia. Kwa hiyo hapo ndio tunapata moja kwa moja. Na kile kinachotokea Ulaya, Ujerumani ni madhara mjumuishi ya dunia, kwa sababu anga nimekwambia lipo huru. Kwa hiyo uharibifu wa viwanda vimeanza tangu karne na karne kwenye huko Ulaya, saizi China, Marekani, lakini zile hewa za ukaa zinatembea huko angani. Kwa hiyo inaweza ikazalishwa Ujerumani, inaweza ikazalishwa China, lakini madhara pia tukayapata mpaka huko Afrika. Sasa nimesema kwamba yote yanatokana na tumekata miti sana, ukataji wa miti uliokithiri. Miti inatumia ile hewa ya ukaa kama chakula. Kwa kupitia jua na ile hewa ya ukaa, miti inatengeneza chakula chake. Nadhani kama unakumbuka sayansi wanaita photosynthesis. Kwa hiyo ndio maana tumejikita kwenye kuhamasisha upandaji miti, kulinda ile miti iliyopo tusiikate, ili basi ile miti iwe na kiwango kikubwa zaidi cha kunyonya ile hewa ya ukaa ambayo ipo angani, ambayo inasababishwa na viwanda na shughuli zote za binadamu. Kwa sababu maendeleo ni lazima yawepo. Ni lazima tuwe na viwanda. Ni lazima maisha yafanyeje? Yaendelee. Sasa ili maisha yaendelee, basi na huku misitu yetu tuendelee kuilinda, lakini pia tuendelee kupanda miti kwa wingi ili izidi kunyonya ile hewa ya ukaa iliyopo angani ili isilete madhara zaidi. Sasa hebu tusogeze kwenye mbinu ambazo shirika lenu la TAWEA mnazitumia kufikisha elimu kwa wananchi, wakazi wa hapa Kigoma kushiriki katika shughuli za utunzaji mazingira. Ni ipi? Tuna mradi wetu unaoeleza hivi kwamba tunawawezesha wananchi kuzuia au kupunguza ukataji wa misitu au uharibifu wa misitu na kurejesha uoto wa asili kwa mkoa wa Kigoma. Lakini mradi wetu sana sana unalenga wilaya ya Kasulu, pembezoni mwa ile misitu ya Makere. Kwa hiyo kwenye vile vijiji vya wananchi wanaoishi kando kando ya msitu wa Makere. Sasa tunachokifanya kwenye vile vijiji moja kwa moja kuna shughuli ambazo tunaziendeleza, lakini kwa wakazi waliopo nje ya ile vijiji au nje ya eneo la mradi tunatoa elimu kupitia vyombo vya habari kama leo hii Kikola FM. Sasa tumetumia mbinu gani? Cha kwanza kabisa ni kuelimisha wananchi. Lakini kitu cha pili nini wanachokifanya? Tumesema kwamba uhifadhi wa mazingira wengi wanadhani kwamba ni jukumu la mtu mmoja au la jamii fulani au la
watu wanaohusika na mambo ya misitu kama wale watu wa TFS, kama mamlaka za wanyamapori TAWA, au wafanyakazi wa serikali, kwamba wao basi ndo wana jukumu la kuhifadhi hiyo misitu na mazingira. Kwa hiyo cha pili tunachokifanya, tunawaelewezesha wananchi kwamba hiyo misitu wanaimiliki ni ya kwao, ipo kwa ajili yao na ipo kwa ajili ya vizazi vijavyo vya kwao. Kwenye eneo la elimu huwa kuna changamoto namna ya kuwafikia hawa wananchi, kwa sababu kuna njia ambazo huwa zinakuwa ni rasmi sana na mwananchi mwingine anaona sasa mambo gani tena, inakuwa ni rasmi sana. Nyie mnafikiaje hawa wananchi kwenye kufikisha elimu? Asante. Yeah. Kwenye vile vijiji vya eneo la mradi wetu tuna njia kama zifuatavyo. Kwanza kabisa tumekuwa tukiitisha mikutano ya hadhara, tunawaelimisha mada nzima mtambuka za uhifadhi wa mazingira na misitu inayowazunguka, lakini pia tunawafundisha namna gani waendelee kuishi, watumie mbinu gani mbadala ambazo ni rafiki kwa mazingira, ili na maisha yaendelee na misitu yetu izidi kuendelea. Tukishatoka kwenye mikutano ya hadhara, tuna mikutano ya vitongoji. Kwa hiyo tumekuwa tukitembea kitongoji kwa kitongoji, tunaitisha mikutano, tunaelimisha wananchi juu ya hii uhifadhi wa mazingira na misitu. Lakini pia kwenye hivyo vijiji tumeunda vikundi. Kuna vikundi ambavyo tumevitegesha kwamba hivi vikundi tukivifundisha uhifadhi endelevu wa mazingira, hawa wataendelea kuwa mabalozi wa uhifadhi wa mazingira hata baadaye mradi utakapokwisha. Lakini pia hivyo vikundi ndo tumeviwezesha njia mbadala za kujikimu ili waendelee na maisha yao, lakini pia na uhifadhi wa mazingira uwepo. Kwa hiyo hizo ndizo tulizokuwa tunafanya. Okay. Sawa. Twende kwenye njia ya pili. Sawa. Njia ya pili sasa, ukishamfundisha kupitia hiyo mikutano ya hadhara, kupitia mikutano ya vitongoji, kupitia kwenye vikundi mbalimbali, tunamfundisha mwananchi kuhifadhi mazingira kwa vitendo. Ndio. Kwa hiyo tumeanzisha miradi mbadala ya kumuingizia uchumi, kumuingizia kipato mwananchi, lakini pia ni rafiki kwa mazingira. Tuna miradi, kwa mfano ufugaji samaki wa kisasa. Kwenye vile vijiji vingi tunavyofanya mradi, wapo kando kando ya mto Malagarasi. Kwa hiyo jamii za wavuvi pia ni nyingi. Lakini pia wana tatizo moja kwamba uvuvi kwenye huo mto umepigwa marufuku. Kumbuka mtu alizoea kulisha familia kwa ajili ya uvuvi kwenye mto Malagarasi. Kwa hiyo tukasema kwamba njia pekee tuanzishe mabwawa ya kisasa ya ufugaji samaki wa kisasa, ambao mwananchi utamuelimisha kwamba tunza mazingira yote ambayo ni kando kando ya mito, kando kando ya vyanzo vya maji, lakini pia unapata samaki. Unaboresha afya yako, lakini pia unaboresha kipato cha familia. Lakini pia kwenye hivyo vijiji tumeanzisha vikundi vya ufugaji wa samaki wa nyuki kwa mizinga ya kisasa. Kwa hiyo wale wana vikundi mara nyingi walikuwa wanaenda kutundika mizinga yao kwenye hifadhi ya pori la Akiba Muyowosi, lakini pia hifadhi la misitu ya Makere. Sasa kumbuka huko kafano msitu wa Makere uharibifu umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo hata usalama wa mizinga yao umekuwa ni mdogo. Tunafanyeje? Kwa sababu sisi tumezoea mambo ya kurina asali ili tulishe familia na maisha yaendelee. Kwa hiyo tuliunda vikundi vya ufugaji nyuki ambao kweli ndio shughuli zao. Wale tumewakusanya, tumewapa mizinga ya kisasa, tunawafundisha njia bora pia ya kurina asali, njia bora ya kutangaza masoko yao kwenye hizo asali, lakini pia namna gani wazidi kuendelea kutunza mazingira ili na ufugaji nyuki wao uwe mzuri zaidi. Njia nyingine, tumeanzisha vikundi vya uoteshaji miche ya miti pamoja na kilimo mseto. Asilimia karibia 85-90 ya wananchi wetu kwenye hivyo vijiji tunavyofanya mradi wanategemea kilimo. Na kilimo ndo chanzo kikubwa cha uharibifu wa misitu yetu. Nadhani kila mtu anaweza akaelewa. Nikihitaji shamba, lazima nifyeke msitu, niandae mandhari mazuri ili nipande mazao yangu. Na nikiwa naandaa shamba nitachoma kidogo nitachoma. Lakini pia kinachoathiri kikubwa pia tumekuwa na kilimo cha kuhamahama. Unakuta kwamba kuna shamba ninalima miaka 2, 3, 4, ikipoteza tu rutuba kidogo, mimi nategemea tu ile rutuba ya asili. Naondoka naenda tena kufyeka msitu sehemu nyingine.
Sawa. Sasa hizo zote zinasababisha sana uharibifu wa mazingira, ufyekaji wa misitu, lakini pia zinaleta nchi kuwa jangwa. Kwa hiyo kama shirika la TAWEA tuna mradi wa kilimo mseto, kilimo endelevu, tunaita kilimo hifadhi, ambacho mwananchi tunamwambia kwamba kama una hizi eka 5 ulizonazo, gawa eka 1, panda miti. Panda miti kwa sababu miti itakusaidia baadaye, miti ya mbao, panda miti ya kuni, panda miti ya kivuli, panda miti ya matunda. Lakini pia tunamwelimisha kwamba kilimo chetu cha sasa hivi, kilimo hifadhi, si kilimo cha kufyeka miti yote kwenye shamba. Hauhitaji kufyeka miti yote kwa sababu kuna miti inasaidia upepo. Mvua zikinyesha hizi za mabadiliko ya tabia nchi zinakuja na upepo. Hata kama mahindi yako yamesimama vizuri, umetumia mbolea zote, unakuta upepo ule wote unalaza mahindi. Pia mavuno yanashuka. Kwa hiyo tunamfundisha kwamba ni lazima kwenye shamba lako upande na miti. Hicho ndo tunaita kilimo mseto. Unapandeje miti? Tunawafundisha kitaalamu. Okay. Na miti gani ya kupanda inategemea unalima zao gani. Kuna zao ambalo unaweza ukachanganya na miti hii, kuna zao miti hii uweze ukachanganya. Ukitoka shambani tunamfundisha panda miti ya matunda. Unakula kwenye kivuli, lakini ukirudi nyumbani unawabebea watoto matunda, unaboresha pia afya yako. Okay. Kwa hiyo hizo ndizo miradi. Kwa hiyo tumeanzisha vitalu vya miti, tuna uoteshaji wa miti mwingi kabisa. Miti ya matunda, miti ya mbao ya kibiashara kabisa, lakini miti pia inayotunza maji ambao unaweza tukapanda kwenye vyanzo vya maji. Sawa. Na mradi huu unagusa maeneo hayo ambayo umeyataja pembezoni mwa hizo hifadhi za misitu peke yake. Ndio. Mmeshaona kuna haja ya kukua sehemu nyingine za mkoa wa Kigoma, kutoka Kasulu msogee maeneo ya Kigoma DC ama Uvinza pale, maana kuna wasikilizaji wetu hapa washaanza kutuma message. Vipi malengo yetu kwamba tukave mkoa wa Kigoma mzima? Kwa sababu kila mtu ni shahidi, ukataji wa misitu, uharibifu wa mazingira kwa mkoa wetu wa Kigoma umeenda kwa kasi kuliko unavyofikiria. Pamoja na hizi shughuli za kibinadamu ambazo zinachagiza uharibifu wa mazingira, mnaweza mkajipima tangu muingie kwenye hayo maeneo kuanza shughuli za kuwezesha wananchi kutunza mazingira, mnajipima hali imebadilikaje, imekuwaje, imefanikiwa kiasi gani? Asante. Kimsingi kama kufanya tathmini, huu mradi umeleta matunda makubwa sana. Jambo la kwanza kabisa kubwa ambalo nilikuwa sijalizungumzia ni kwamba kumekuwa na migongano mikubwa sana kati ya mamlaka za uhifadhi wa mazingira, mamlaka za uhifadhi wa misitu na jamii husika. Kulingana na ule mgongano wa maslahi. Hapo ukitaja kwa vifupi watu watakuwa wanaelewa vizuri. Kabisa. Kwamba wale wote wanaohusika na uhifadhi, mathalani watu wa mamlaka ya hifadhi za misitu kama TFS. Yes. Wamekuwa wakikumbana na mgongano mkubwa sana na wananchi ambao wamevamia kwenye ile misitu husika. Sasa shirika la TAWEA, kitu ambacho tulikuja kukiona cha kwanza kabisa ambacho kinapelekea uharibifu huu, kulikuwa na mahusiano ambayo ni dhaifu kati ya jamii na mamlaka zinazohusika na uhifadhi wa mazingira, uhifadhi wa misitu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tulichokifanya, shirika la TAWEA tumewaleta pamoja. Hawa wadau wote wamekuja kukaa meza moja na kudadavua changamoto zinazowahusu. Mwananchi nataka kulima ndani ya msitu. Mhifadhi wa misitu anasema huu msitu kwa sheria zilizopo uruhusiwi kulima. Kwa hiyo tumewaleta kwa pamoja. Wamekuwa wote wakiongea lugha moja, sehemu moja. Hii ndio jukumu kubwa sana ambalo tumelifanya. Lakini pia uelewa wa wananchi tangu mradi umeanza juu ya nani anahusika kwenye kulinda misitu umekuwa mkubwa. Wananchi wenyewe wamekuwa mashahidi.